Leo ndo tunaanza process ya kubadilisha link za TVS. Link zake zimekwisha, ndio sababu inasababisha moshi maeneo haya kwenye exhaust. Ukishaona kitu kama hichi hapa, kama kuna mgandiano wa oil, jua kwamba tayari link zimeisha. Hii ndio kielelezo, kwa sababu kama link hazijaisha haitaki kwenye exhaust itoe mgando wa oil. Kwa hiyo kinachosababisha oil kuja huku, ina maana sasa link, unajua ndani ya engine ya piston ina link za aina mbili. Ina piston link za compression ambazo zinakaga mbili, chini yake kuna oil link. Kuna link ambayo inahusiana na kuzuia oil isipande juu, kwamba yenyewe piston inapopanda juu inaposhuka chini inafuta. Kwa kwenye piston moja na huwa inakaa aina mbili za link, na compression link na oil link. Kwa zikishaisha, mara nyingi inaanza kuisha ni oil link. Oil link ishaanza kuisha, pikipiki inaanza kutoa moshi ambao huonekani. Baadaye sasa ikishaanza kuisha ile pale, ina maana utaanza kuweka kidole huko ndani, utaanza kuona moshi. Itaenda zile compression link na zenyewe zikiisha, ndio oil sasa ndio inakuwa inatoka chini ya engine inapanda kule kwenye combustion chamber, na yenyewe inaungua, ndio inaanza kutoa moshi mwingi nje. Kwa hiyo mimi nimeamua leo nibadilishe link. Kwa hiyo process ya kwanza, utafungua seat, utaondoa tank. Kwenye kuondoa tank utadisconnect, utaondoa pipe ya mafuta, na kwenye hii tank kuna waya wa gauge. Kuna waya ambao unaonesha mafuta yanasoma umeweka lita ngapi hapa juu, hapa juu. Tufungue kidude hicho kwanza. Kwa kwenye tanki kuna huu mshale, unaona huu ni mshale wa mafuta. Sema mko na vumbi ukaona ile gauge yake. Ikija mafuta, ile gauge ya speed, hizi kilomita ambayo imetembea, hizi itatembea mshale wa mafuta, afu mshale wa speed, mshale wa nini, mshale wa mafuta. Kwa hiyo huu mshale una waya wake huku chini ya tanki. Tunanyendo tuta disconnect hapa chini. Ngo tuanze process.